kupitia Al-Khair Online TV. Na kuhusieni na kuhusia nafsi yangu mimi mwenyewe kumcha Mwenyezi Mungu, yani kumwogopa. Enyi mlioamini, nasema haya ya kumwogopa Mungu kwa sababu mtume wetu kataka tupone siku hiyo ya Kiyama. Hakutaka siku hiyo ya Kiyama tukapige mbizi motoni, na akajua jeuri yetu inatokana twadanganywa na hii dunia. Ayuhal maghrur ina hada dunia. Akasema akthiru min dhikri hadhimi ladhat. Akajua kitakachoweza kutusaidia sisi ni sisi kukumbuka sana kwamba hapa hatukai. Hii dunia sisi sio wakazi. Kuna siku umekufa leo, kesho watu wanasema jamani, mwaisheni ataoza huyu. Tuwahi bana kuzika bana. Lau kama watu ndo ambia tunamtaka alioko Arusha aje, alioko Mbeya, Bukoba aje, naambia bana hata tusamehe. Unazikwa. Haya ni maneno aliyotuamrisha Mtume, akthiru, kithirisheni sana, kumbushaneni hadhima ladhat, kumbushaneni sana habari ya kifo ambacho nyinyi kitawachukueni na mnaweza mkafa mkawa ni watu wa motoni. Kumbukeni. Mimi kila nikiangalia, lau kama kila mtu atapiga picha siku ya 3 baada ya kutoka roho yake, yuko katika sura gani siku hiyo, jeuri nyingi sana ingemtoka na angejiandaa kwa ajili ya siku hiyo, kama ambavyo Mwenyezi Mungu mwenyewe amesema katika Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu taqullah, mwogopeni sana Mungu wenye mlioamini kama kweli mmeamini. Waltandhur nafsu ma qaddamat lighadin, na itazame nafsi imeandaa nini kwa siku ya kesho. Kila nafsi, yani mimi nijiangalia, mfano nakufa sasa hivi, nakutana na nini na Mungu, nina kipi cha kupresenti kwa Mungu. Na kwa ajili hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawasifia waumini wa kweli, akasema katika surati Sad aya 46, inna akhlasnahum bi khalisati dhikra dar, hakika sisi tumewateua kuwa na fikira zilizoteuliwa za kufikiria mno moja kwa moja maisha ya baada ya kufa. Lau kama kila mmoja analitafakari hilo, angekuwa mwangalifu sana juu ya anayoyatenda, mwangalifu sana juu ya anachokichagua. Tafsiri ya aya hii, maulama anasema inna khassasnahum bi khasatin adhima, hakika waumini wa kweli tumewahusisha na kitu mahsusi kilichokuwa kitukufu. Haithu ja'alna dhikra dari al-akhirah fi qulubihim, kwamba tumeweka katika ukumbukumbu, muda wote wanakumbuka maisha ya nyumba ya akhira katika mioyo yao. Faamilu laha bitaatina, wakawa wanafanya mazuri kwa ajili ya taa, kwa ajili yetu sisi Mungu, kwamba siku nitakapokutana na Mungu siku ya leo akiniuliza nilipitishaje, niwe na majibu. Wada'u nasa ilaiha, na baada ya wao wenyewe kujiweka katika hali kama hiyo ya kujiandaa na siku ya mwisho, wanawalingania wenzao nao
wajiandae kwa siku hiyo ya mwisho. Innahum indana, yani hawa watu kama hawa ambao wanakumbuka hivyo, la minal mustafain al akhyar, hao ni katika wale waliochaguliwa wenye kheri. Ukilifikiria hilo huchezi ovyo. Ukilifikiria hilo, hata kama una ahadi ya biashara ambao unajua kwa Mungu haifai, utaiacha. Ukilifikiria hilo, kama una mkutano ambao la khairan fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahum baina nas, ambayo kikao hicho hakina jema lolote alilolikubali Mungu, utabidi uache. Mungu kajaza kwenye Qur'an kumbukumbu hiyo, ili sisi tuweze kujiandaa, tusije tukabweteka tukajisahau. Mungu anasema katika Qur'an akizungumzia hali hiyo ambayo utakutana nayo, naomba kila mmoja aishi hali hii. Asema kalla idha balaghatit taraqiya. Huu ni ujeuri tu, komeni nyinyi. Mnasemaje siku ambapo roho itakuwa imefika kwenye mitulinga ya shingo, imeshavutwa miguuni, ishapanda imefika hapa. Waqila man raq, wakawa watu waulizana, nani wa kumtibu huyu? Mganga gani jamani anatutoka huyu? Wadhanna annahu alfiraq, na akajua wazi kwamba sasa ni kifo tu kilichobakia. Ila rabbika yawma idhinil masaq, siku hiyo ni kwa Mungu ndiko unakopelekwa. Fala sadaka wala salla, hakutoa sadaka wala hakusudikisha maneno ya Mungu, na wala hakuswali inavyotakikana. Walakin kadhaba wa tawalla, lakini kadhi yake ilikuwa ni kukadhibisha na kwenda kinyume. Siku hiyo unaifikiria, hebu jiwazie kwako wewe. Bahati mbaya tuna tabia ya kumwanzia mwenzako. Kwa hiyo hakikisha kila unalolifanya, kila unalolipanga, ulipange lile ambalo una uhakika siku hiyo ukifika wewe utakuwa salama. Hili ninalolifanya, mbinu hizi ninazotengeza, maneno haya ninayosema, siku ile yataniweka vizuri. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, usifuatilie jambo ambalo huna elimu nalo. Inna sam'a, hakika hilo sikio lako, wal basara, na hilo jicho lako, wal fuada, na moyo wako, vyote vitaulizwa. Kwa nini ulifikiria hivi? Kwa nini uliwaza hivi? Kwa nini ulitenda hili? Mfasiri anasema maana ya hii inasema, wala tattabi ayuhal insan, usifatilize nafsi yako ya mwanadamu, ma la taalam, mambo ambayo huna elimu nayo, wayatolea hukumu mambo ambayo huyajui. Bal taakkad wa tathabbat, kabla ya kuchukulia hukumu na mawazo ukafikia kumchukia mtu au kumpenda mtu, kwanza tathabbat, kuwa na uhakika, na taakkad. Innal insana mas'ulu amma stamala fihi sam'ahu wa basarahu wa fuada, kwani wewe mwanadamu utakuja ulizwa chochote ambacho kimetendewa kazi na sikio lako na jicho lako na moyo wako, hata mawazo uliokuwa nayo. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ijtanibu kathiran minadh-dhanni, jiepusheni na dhana nyingi hizi. Inna ba'dha dhanni ithmun, hakika baadhi ya dhana ni madhambi tena makubwa. Fadha stamalaha, basi mtu atakapotukua jicho lake, kwa maana hapa tunazungumza hata kile unachokiangalia. Sasa unakiangalia kwenye mtandao, unakiangalia kwa macho yako, kikiwa kinapita, utaulizwa kwa nini ulitazama. Sikio lako lilisikia nini? Utaulizwa vyote ulivyovisikia kwa mujibu wa aya hii. Sasa usichukulie jambo jepesi tu.
in istamalaha fil khair, ikiwa jicho lako, sikio lako umelitumia katika kheri, na ala thawab, utapata thawabu. Kama hivi sasa ambapo tutatoa hutuba ya Ijumaa, upo unasikiliza kwa utuvu, utaandikiwa thawabu. Wa idha istamalaha fi sharri nara al-iqab, na yule atakayetumia sikio lake au jicho lake au moyo wake kutafakari mambo, ajue, asione kama ni khiari, yuko salama juu ya lile analolitafakari. Atakuja ulizwa, kama alifikiria mazuri atalipwa mazuri, na kama alifikia mabaya atalipwa mabaya. Innal abda, hakika mwanadamu, katika hadithi ya Mtume asema, la yatakallamu bikalima min ridwanillah, mwanadamu yoyote, mimi, wewe, yule, unaweza ukatamka neno linazomridhisha Mwenyezi Mungu, la yulqi laha bala, umelizungumza wala wewe mwenyewe wala hujalinuia kwa sura hiyo kwamba unalinuia kwa uzito, la, umelitamka tu. Yarfauhu Allahu biha darajatin, kwa neno hilo ulilolisema Mungu akakunyanyua daraja za juu peponi, kwa maneno tu. Kumbe neno laweza kumnyanyua mtu peponi. Wa innal abda, na hakika mja, la yatakallamu bikalima, anaweza kuzungumza neno, min sakhatillah, katika mambo ambayo yamuudhi Mungu, katamka tu, ajionea yuko huru kusema. La yuqi laha bala, mwenyewe anaona kama kajisemea tu, hakuna ubaya wowote juu alilosema. Mungu ndiye anasema, yule msemaji wakati akilisema anaona kama wala hamna neno, hisi nimesema tu, lakini hilo likawa ndilo la kumvugumiza yeye katika moto wa Jahannama. Kwa tuangalie sana, kalla idha balaghatit taraq, komani na jeuri yenu nyie, semeni pale roho itakokuwa imefika kwenye mitulinga inatoka, wa dhanna annahu alfiraq wa qila man raq, watu waulizana, tumkimbize usaidia jamani, ndio anatutoka. Mimi na wewe siku hiyo inatungoja. Kullu mri'in wa in talat salamatuhu yawman ala al-alati al-hadba'i mahmulu, kila mtu hata kama amani yake imekuwa ndefu kiasi gani, siku moja juu ya jeneza atabebwa. Mimi nitabebwa. Naomba ufikirie siku hiyo itakuwaje. Afikirie usiku wa kwanza kaburini utakuwaje. Imepokewa kwamba hakuna mtu yoyote katika hii dunia, ma minkum min ahadin, hakuna yoyote katika nyinyi, illa sayukallimuhu Allahu yawm al-qiyama, ila Mwenyezi Mungu atazungumza naye siku ya kiyama, utasimamishwa ujibu. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, hapana baina ya Mungu na wewe mkalimani, itakuwa ni wawili na Mungu. Anakuuliza yote uliyoyasikia, anakuuliza yote uliyoyasema, anakuuliza yote uliyofikiria, Mungu mwenyewe bila ya mkalimani. Basi siku hiyo utaangalia kulia, utaona cha kukusaidia ila mema uliyatenda, utaangalia kushoto, utaona kusaidia ila yale uliyatenda. Basi Mtume akamalizia akasema, fattaqullah nara walau bishiqqi tamra, hebu ogopeni, jikingeni na moto, hata kama una sadaka ndogo itoe, hata kama ni upande wa tende. Mtume ametutaka tuwakumbuke hayo na akatuamrisha tu wengi wakumshana juu ya hiyo. Namwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anijalie mimi na nyinyi tuwe katika wale ambao watajiandaa kwa ajili ya siku hiyo, na wasidanganyike na dunia. Dunia haidumu. Amesema mshairi, hakuwa maliki Suleimani maliki wa insi na jinani, walimtiie ukamkhini ikiwa mwingine wampendaye. Mtume Suleimani alimiliki maji, majini na watu na kila kitu na wadudu, lakini baadaye aliondoka, anakwenda kukuta yale aliyotenda. Ikiwa mwingine utafanywaje wewe? Mimi na wewe tutafanywaje? Kaondoka mkuu wa daraja Mtume Muhammad
wewe utabaki. Angalia kinachokufaa siku ukifika kwa Mungu wako. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al azim wa nafani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikri al hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al azim li wa lakum fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسندنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ndugu zangu, lau kila mmoja atakuwa makini na hili, basi fujo nyingi tulizokuwa nazo zisingekuwepo. Ukijua utakuja simamishwa na Mungu, utajishughulisha kwa lile la siku hiyo. Nimepokea kwamba Rabi'i ibn Hirash, yeye baada ya kuyazingatia sana haya, aliapa ala Rabi'i ibn Hirash alla yasira dhahikan hatta ya'lama amin ashabil jannati huwa au min ashabin nar. Rabi'i ibn Hirash alipolielewa hili, aliamua kuapa na kuchukua azimio, mimi sicheki tena katika hii dunia, sitocheka mpaka siku nitakayojua kwamba mimi ni mtu wa peponi. Basi maisha yake yote hakucheka mpaka siku ya kifo chake, siku roho yake inatolewa. Ndipo kwa sababu siku ya kutolewa roho, ndugu zangu, wanakuja malaika aina mbili, kama ilivyo katika hadithi ya Barra ibn Azib. Wanakuja malaika aina mbili, nakuja mtoa mauti, malakul mauti na jeshi lake, lakini kwa mbali wale waangalie wale wa mbali, wale ambao siku yako hiyo ikifika, waangalie wale wa mbali. Kutakuja kundi jingine la malaika maddal basar, kiasi cha kuweza kuona wewe yule ni mtu, ni yule ni fulani, utawaona kwa mbali. Wakija hao utakawaona kwa mbali, hao ndio wanakupa dalili wewe unakwenda peponi au unakwenda motoni. Ikiwa ni mtu mwovu, wanakuja na sura za kutisha, wakiwa na marapurapu ya motoni, yanawaka moto, wanangojea ile roho ikitolewa waitie roho yako katika rapurapu hilo. Malakul Maut kazi yake ni kutoa roho, kuisafirisha, kuipeleka kunakotakiwa ni hao sasa. Na kama wewe ni mwema, wanakuja malaika wema, wanakaa maddal basar, bidhul wujuhi, wang'avu wa nyuso zao, wakiwa na sanda kutoka peponi, wa hanuti min hanutil janna, na wakiwa na manukato yale ya kumtia marehemu yatokayo peponi. Ukiwaona wale kama wamekuja na sura nzuri, ujue wewe safari yako ni nzuri. Sasa hapo ndipo Rabi'i ibn Hirash alipoanza kutabasamu baada ya kuwaona wale. Basi roho yake ikatolewa akiwa na tabasamu, waliokuja kumuosha wakamuosha akiwa na tabasamu, na walipomvisha sanda wamemvisha sanda akiwa na tabasamu. Naomba Mungu anijalie mimi na wewe pia siku hiyo iwe hivyo. Itikieni amin. Mungu awabariki sana. Omba Mungu siku hiyo iwe hivyo. Lakini kama ikiwa kinyume chake, ni kama vile Mungu alivyosema, fa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya. Ni mimi na wewe tufikirie hizi aya ziko kwenye Qur'ani, na hebu tupitie watu siku ya kufa walikuwa na hali kama gani, ipi? Maisha yote ameishi, siku ya kufa alikuwa na mawazo gani? Tuchukue kisa cha Amr ibn al-As, ambaye yeye Amr ibn al-As alikuwa ni sahaba, lakini alianza maisha yake akiwa ni adui wa mtume namba moja. Akasema inni kuntu ala 3 atbaq laysa fiha tabaq. Akaanza kulia siku ya mauti yake, kalia sana.
Mwanawe Abdullah akamuuliza, baba, mbona walia, waogopa kifo? Akamwambia, hapana mwanangu, mimi siogopi kifo, naogopa yaliyo nitakayokutana nayo baada ya kifo. Kifo sikiogopi. Mwanangu, nikwambie, na watu walikuwa wakamsikia, mimi nimeishi katika hii dunia awamu 3. Awamu ya kwanza na katika kila awamu 2 hizi najijua lau kama ningekufa ninakwenda wapi. Awamu ya kwanza ni ile ambayo nilikuwa nampinga mtume na kupambana naye kwa juhudi zote. Lau ningekufa katika awamu ile, moja kwa moja ilikuwa motoni, wala sina shaka. Ikaja awamu ya pili, nikamwamini mtume, nikamwomba siku ya kuamini, nikakataa kumpa mkono kusema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada Rasulullah, mpaka anipe ahadi kwamba nitasamehewa dhambi zangu zote. Mtume akaniambia, kwani wewe wadhania nini? Hujui kwamba Uislamu wafuta yote yaliyopita nyuma? Nikaamini, nikawa nampenda mtume kuliko chochote, kuliko hata nafsi yangu. Nikawa hata siwezi kumtazama usoni nikammaliza. Ningekufa katika kipindi kile, watu wangesema Omar kasilimu, mashallah, amekufa akiwa katika jihadi, aenda zake peponi. Watu wangemtamania pepo. Lakini baadaye mtume akafa. Baada ya kufa tukaingia katika kupigania uongozi. Kama mnavyojua katika historia, yeye ndiyo aliyekuwa msimamizi wa mjadala baina ya Ali na Muawiya. Anasema tukafanya tuliyofanya baada ya mtume kuondoka, wallahi sijui ninakwenda kukutana na nini kwa Mungu wangu, sijui. Na baada ya maneno kama haya, namuomba kila aliyoko katika msikiti hapa ajiulize, naye angalie viteo vya umri wake, ujana wangu, ukubwa wangu, biashara zangu, ni kipi ambacho unakiona kinakupa tumaini unakwenda peponi? Usipokiona, naomba uanze leo. Akasema, mimi leo ninakufa, lakini naomba niwaambie, wallahi naomba asiniomboleze mtu yoyote, jeneza langu lisifatwe na mtu mwenye kulia, wala asitokee mshairi eti kutaka kunisifia. Hapana. Na mkinifikisha kaburini, sanda yangu muifunge sana. Sasa sijui na wewe kwako ilegezwe, wewe unanisikiliza, mshamo iweje sanda yako? Au unataka itokee tu ghafla tu bila kujua, ujikute tu? No, ipange bana, sanda yako unataka iweje? Ndipo utakapopanga matendo ya kusema, ndipo utapanga la kusema ni lipi, la kusikia ni lipi, la kuacha ni lipi, la kuazimia ni lipi. Jeuri inakufanya uwe huru kujiamulia na kujipangia unayoyapanga ni kwa sababu hujapanga sanda iweje. Akasema, nikishatiwa katika kaburi, naomba msiweke ubao kaburini kwangu, eti mchanga uguswe na mkono wangu upande wangu wa kulia, wa kushoto usipatwe. Mimi sidhani kuna kiungo katika mwili wangu ambacho ni bora kuliko kingine. Naomba mnimwagie dongo lote mwilini mwangu, chini linikute na juu linikute. Ole wangu siku ya kukutana kwa Mungu, akawa ni mwingi wa kustaghfiri mpaka Mungu akachukua roho yake. Haya ni mawazo ambayo mtu anatakiwa adumu nayo kila siku. Ndio mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye ndio aliyotufundisha haya, akatuhimiza haya. Akasema, akthiru min dhikri hadhimil ladhat, kithirisheni sana kufikiria siku ya kuondoka duniani, na ipange, usitake kukute ghafla. Wengine wanasema mimi nataka nikilala nife tu. Hapana, mtume aliomba Allahumma inni a'udhu bika min mauti alfujaa. Wewe unaomba dua tofauti na hiyo aliyoomba mtume. Mungu nakuomba nisife kifo cha ghafla. Mtume mwenyewe aomba hivyo. Iandae maandalizi yale yatajaa katika maisha yako yote. Nchi yetu itakuwa ya amani na watu tutaishi kwa uzuri, kwa sababu wote tutaogopa siku ya kufa na tutakutana nayo baada ya kufa. Fujo zote zinazotokea zinatokana na mtu kutokufikiria atakufaje, atafufuliwaje. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح غذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسس الغمام على وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Nakumbusha siku moja nilikuwa wamepita watu wa mapikipiki wengi wale wanapita na kishindo, nikasema neno hao wenzetu pengine kiama hivi ndio watakavyotutisha hivi. Watu wote walicheka, wakajua kiama haitokuwa. Hawa watu hawana mapikipiki ya kutembea na fujo hizo. Hebu tufikirie siku ya kuondoka kwetu, shughulishwa na nafsi yako, usishughulishwe na kingine. Allahumma ati nufusana taqwaha. Mungu, naomba usipe nafsi zetu uchaji wake, uoga kuogopa siku ya kukutana na Mungu. Wazakiha, nazitakashe nafsi zetu. Anta khairu man zakaha, wewe ndio mbora kuweza kutakasha nafsi. Wa innaka waliyuha wa maulaha, wewe ndio mpenzi wa nyoyo hizi na mlezi yake ya rabbal alamin. Na kwamba Mungu tupokelee hivyo. Mwenyezi Mungu, la aisha ila aishul akhirah. Mwenyezi Mungu, hakuna maisha ila maisha ya baada ya kufa. Fansuril ansara wal muhajira, naomba wanusuru maanswari na muhajiri, na sisi pia tushike mkono Mungu. Allahumma habli kulli ahadin minna ainaini hatta alatain. Mungu, naomba mruzuku kila mmoja wetu macho mawili yaliyayo sana. Tadhirifani dhumua min khashyatika, ya ambayo muda mwingi atakuwa yanalia na kumwaga machozi kwa woga wako. Kabla nitakuna dumu dama, tupe nafasi ya kulilia dhambi zetu kabla machozi hajawa machozi ya damu, na meno yaliyomo kinywani hayajabadilishwa kwa makaa ya moto ndani ya moto wa Jahannam. Mughfir lilmu'minina walmu'minat walmuslimina walmuslimat alahyai minhum walamwat. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. اذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة. Unaangalia Al Khair Online TV.